rehema ya uhai, tuendelea kufanya shughuli zetu mbalimbali. Lakini niwashukuru na nyinyi kiongozwa na mwenyekiti wetu hapa Misafia kwa kukubali kuja kwangu kuweza kuzungumza machache kwa niaba ya wizara yetu. Kwa hiyo niwashukuru kwa hilo, kwa sababu ningeweza kusema katibu leo asije na asingetokezea mtu kuwazuia kwenye hilo, japokuwa chombo hiki kiko chini ya wizara yetu. Lakini kwanza nilete salamu za kuwapongeza kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wetu wa Habari, Dr. Riziki Pembe, Naibu Waziri na Naibu Katibu Mkuu wa Wizara kwa kupata nafasi hii ya kuendelea kuitumikia bodi hii ambayo ni muhimu sana. Lakini jingine pia tunashukuru kwa sababu ya ushirikiano ambao tumeanza kuona kutoka kwenu katika utekelezaji wa kazi zetu tukiwa wasimamizi wakuu wa Wizara ya Habari. La kwanza ni waombe sana kwenye suala la ushirikiano wa pamoja. Na kwenye ushirikiano mara nyingi wanasema ni una pande mbili. Kuna ushirikiano baina yenu kama bodi, wajumbe pamoja na secretariat ambayo mnayo katika utekelezaji wa kazi na majukumu ambayo yamewekwa kwenu kama bodi katika utekelezaji wa kazi zenu za kila siku. Kwa hiyo ushirikiano huu ni muhimu. Nimefurahi mwenyekiti ameeleza vizuri sana na amekuwa mwazi, na hilo ndio linalotakiwa. Kwa tuna changamoto na nyingine hizi amezieleza zinazotokana na sisi wenyewe within. Sababu wakati Misafia anaeleza baadhi ya wajumbe kukosekana kwenye bodi, kwenye kamati zile za bodi, nilidhani labda mifumo yetu, sheria zetu labda haziruhusu, lakini kumbe changamoto haikuwa hiyo. Katibu ameeleza hapa vizuri kwa kamati hizi zimeundwa, lakini uwajibikaji ndio changamoto. Kwa ni swala zaidi la kiutendaji, lakini kwa sababu kamati hizi katibu mtendaji yupo hapa, nadhani atusaidie katika kusimamia kuhakikisha kwa kamati hizi zinafanya kazi. Kama kuna changamoto yoyote ambayo moja kwa moja inahusu wizara, labda msaada wa kusaidia katika jambo hili, basi sisi kama wizara, uongozi wa wizara tuko tayari kuweza kusaidiana na katibu mtendaji ili kuhakikisha kwa bodi yetu hii inatekeleza majukumu yake. Kwa sababu naweza mkawa na nyinyi na spirit ya kufanya hiyo kazi, lakini kama kuna eneo moja haliwajibiki, inawezekana kazi yenu isionekane matunda yake. Kwa nadhani ni muhimu sana. Kwa hiyo katibu mtendaji, kama kuna jambo ambalo nahisi liko beyond your capacity kulihandle ili kuzifanya kamati hizi za bodi zifanye kazi, basi mimi niko tayari kuanza kusaidia kusimamia kuhakikisha kwa tunakwenda vizuri. Kwa mashirikiano yaanze kwanza miongoni mwa sisi wajumbe, lakini na zile unity ambazo zimo ndani ya hii bodi ikiwemo secretary, lakini pia na hizo kamati ambazo mwenyekiti amezitaja ambazo ni muhimu sana. Na zipo kwa sababu kila kitu ambacho serikali inaanzisha kipo kwa sababu maalum. Wakati mwingine tunadharau baadhi ya structure tukiona kuwa hazina umuhimu, lakini waliofika mpaka kashauri watuwe na kitu hiki wameona mbali. Of course kulikuwa na changamoto fulani na ufumbuzi wake tuwe na structure fulani, lakini kwa sababu tunashindwa kuzitumia ndio tunapata hizo changamoto. Na si hapa tu, hata kwenye structure nyingine za serikali huko chini, huko ngazi ya shehia kuna mabaraza huko ya ushauri, sijui kuna kamati huko za mabaraza ya vijana, sijui nani. Yote haya yameanzishwa for the purpose, lakini kwa sababu hatuchukui ile dhamira ya serikali ya uwepo wa zile structures, hatuyatumii, matokeo yake changamoto nyingi, unakuta kila kitu tunapandisha juu,
katika ngazi za juu. Kumbe tungeweza kujadili sisi yashughulikie katika ngazi zetu za